umuhimu mkubwa wa 10 la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kaifa jahazta nafsaka, vipi umeiandaa nafsi yako katika kuupatiliza umuhimu wa hili 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yakulu al-Mustafa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama, inna li rabbikum fi dahri ayyamikum nafahat fata'arradu laha fala'allahu an yusibakum nafhatun minha fala tashkuna ba'daha abada. Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama anasema, Mola wenu amekuwekeeni utaratibu wa mwaka mzima. Ndani ya utaratibu wa mwaka mzima kuna vipawa, kuna fursa. Fata'arradu laha, jitokezeni kutumia hizo fursa. Fursa zenyewe ni fursa yako wewe kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika shida zako, matatizo yako, majambo yako, lakini kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika pale ulipomkosea Allah Tabaraka wa Ta'ala, lakini kumwomba Mungu na kufanya dhikri. Na miongoni mwa maneno ya Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema, masiku hayo fata'arradhu laha, jitokezeni muyatumie vizuri. Fala'allahu ayusibakum nafhatun minha, huenda miongoni mwenu mmoja akapata fursa, chance ya yale masiku ambayo ni matukufu aliyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fala tashkuna baadaha abada. Ikafika mahala tena msio waovu kabisa, lakini kwa kuyatumia hayo masiku. Ndugu zangu, Ramadhan inakwenda mwisho, na sasa tuko katika muwaddaun ya Ramadhan, ni mwenye kuagwa ewe Ramadhani. Jiulize, tangu Ramadhani ya kwanza mpaka sasa umetumia vipi mwezi huu wa Ramadhani katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Umejifunza nini kutokana na semina hii ya Mwenyezi Mungu, semina ya mwezi mmoja ambayo unatakiwa ukaitumie katika miezi 11 iliyobaki? Umejiandaa vipi? Lakini kubwa zaidi, tuko katika 10 la mwisho. 10 la mwisho ambalo lina kheri kubwa, lina mema mengi, lina faida nyingi kwa yule mwenye kufahamu ahamiyatu ashri al-awakhiri min Ramadhan, mwenye kufahamu ubora na umuhimu wa hili 10 la mwisho. 10 la mwisho ambalo mtume wetu Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kana yashuddu mizara, alikuwa anajifunga masombo, anajifunga kibwebwe, lakini pia vile vile na anagura nyumbani kwake, anakwenda kuishi msikitini. Lakini sio kuishi msikitini kulala na kukoroma, la, hapana. Kana yuhyi lailatahu, ule usiku wa 10 la mwisho min Ramadhan, Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alikuwa anauhui kwa kufanya ibada, kwa kufanya dhikri, kwa kufanya tasbihi, kwa kumwomba dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa yukidhu ahla. Lakini sio yeye tu, Nabii Muhammad kuonyesha umuhimu wa hili 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, anaiamsha familia yake iungane na Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallama katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ilifikia Nabii Muhammad hata tawarramat qadamahu, ikawa imevimba miguu yake kwa ajili ya kusimama qiyamul layl, kisimamo cha usiku,
kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Muhammad alikuwa anatumia chance, umuhimu wa 10 la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kumlilia Mola wake, kutuombea sisi umati wake, umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, kujiombea yeye, lakini kuiombea familia yake. Mimi na wewe, je, tunauhui usiku huu vipi? Ikiwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama miguu yake ilikivimba kwa ajili ya kusimama kisimamo kirefu, rakaa nyingi, kwa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujiulize sisi tulokusanyika kwa wingi wetu huu, je, wapo walioianza Ramadhani kwa mbwembwe, lakini sasa hivi wamerudi nyuma, na ndio misikiti sasa inaendelea kuwa tupu. Kila Ramadhani inavyoaga na watu ndio wanaendelea kuaga nyumba za ibada. Lakini Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama shadda miizarahu, alijifunga masombo kibwebwe, aliuhui usiku huu wa 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hata kuihama familia yake, kuihama nyumba kwenda kukaa msikitini ili asipate tashwishi zingine, akaghafilika na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilifika mahala mke wake Bi Aisha anamwambia Nabii Muhammad, una nini? Vipi kwani, mbona wewe paka kisa unavimba miguu? Mbona Mwenyezi Mungu amekwisha kusamehe wewe matakadama min dhambika wa mataakhara, chochote katika madhambi uliyofanya, pengine ulitenda jambo, lakini Mungu wewe kaisha kupitishia msamaha wake kabisa, wala huna dhambi. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamjibu mkewe, afala akuna abadan shakura, hivi mimi kwa nini nisiwe mja mwenye shukurani kwa cheo na heshima kubwa alionipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwa mimi ndio khairu khalqillahi kullihim, mbora wa viumbe wa Mwenyezi Mungu wote, lakini mimi kuwa ndio mtume wa kwanza na wa mwisho, lakini kukubaliwa mimi uombezi wangu, lakini mimi na umati wangu kuja kuwa mashahidi, kuutolea ushahidi umma mwingine uliotangulia. Afala akuna abdan shakura, kwa nini nisiwe mimi ni mja wenye kushukuru? Ndugu zangu, tutumie 10 la mwisho katika kutenda mema, katika kuamrishana mema, katika kuendelea kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Hili 10 la mwisho limekuwa ni 10 bora kwa sababu ndani yake kuna mambo matukufu. Ndio 10 ambalo kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Qur'ani, kimeshushwa. Vile Mwenyezi Mungu alivyosema, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi pekee Mwenyezi Mungu ameteremsha ndani ya mwezi huo Qur'ani ambayo ni kitabu, maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, almunazzal ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaliyoteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almahfudhu fi sudur almaktubu fi sutur, yaliyohifadhiwa katika vifua vya watu, lakini maneno ambayo yaliandikwa kwa mistari, lakini almutaabadu bitilawatihi, kule kuisoma Qur'ani wewe unaonekana upo katika ibada, tofauti na vitabu vingine unavyovisoma huonekani huko kwenye kufanya ibada. Ukisoma Qur'ani wewe unaingia katika wanaofanya ibada kwa kusoma Qur'ani. Tujiulize, wangapi leo katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani wamegusa Qur'ani, hata wakakaa wakasikiliza darsa inayosomeshwa Qur'ani? Au ndio vile ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu alqur'ana mahjura, kama mitume miongoni mwa mitume waliomba dua kumwambia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, hakika watu wangu wameifanya hii Qur'ani kuwa nini, yenye kuhama. Tusihame Qur'ani. Qur'ani ni kitabu kilichoshushwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Utukufu wa 10 la mwisho ndio 10 Qur'ani tukufu imeshushwa ndani ya 10 hili la mwisho, lakini utukufu wa 10 la mwisho ndio Lailatul Qadri, ule usiku wa cheo ambapo Qur'ani ilishuka, kama anavyosema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an, inna anzalnahu fi lailatil qadri, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini katika ule usiku wa heshima,
Lailatul Qadri, ule usiku wa heshima wa cheo, khairun min alfi shahr, usiku moja tu peke yake ni bora kulikoni miezi 1000. Kwa sababu gani? Tanazzalul malaika, usiku huo malaika wanashuka makundi kwa makundi, waruhu na Jibril, tanazzalul malaikatu waruhu fiha, ndani ya usiku huo, biidhni rabbihim, kwa idhni ya Mola wao. Salamun hiya hatta matla'il fajr, usiku huo mpaka asubuhi inapopambazuka unakuwa ni usiku wa amani, utulivu, upendo, uvumilivu. Na hata utaona lile jua lake ni jua ambalo sio jua lenye kuunguza, lenye kukutoa jasho, lakini pia utaona tu ule utulivu wake ulivyo. Dunia imetulia, uelewe huo ni usiku wa heshima, usiku wa cheo, usiku ambao Sayyidatuna Aisha alimuuliza Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, madha aqulu idha raaitu lailatal qadri, niseme nini ewe Nabii Muhammad kama Mwenyezi Mungu akinijalia nikaiswadif, nikauona huo usiku wa cheo na mimi niko kwenye ibada, kwa sababu dua hairejeshwi hapo, niseme nini? Nabii Muhammad akamjibu mkewe Sayyidatuna Aisha kwa kumwambia, quli, sema Allahumma innaka afu, ewe Mwenyezi Mungu hakika wewe ni mwenye kusamehe, tuhibbul afwa, unapenda kusamehe, fa'fu anni, nisamehe. Hiyo ndiyo dua ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Japo hukatazwi kumwomba Mwenyezi Mungu jambo lolote, shida yoyote, chochote utakachokitaka wewe, hukatazwi kumwomba Mwenyezi Mungu. Lakini Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama alimwelekeza mkewe amwambie, amwombe Mwenyezi Mungu kumwomba msamaha. Tunaona watu wengi leo hawana habari na kushughulika kumwomba pepo Mungu wala kumwomba msamaha. Hata wengine tukiwaona wako Maka, kuna mtu mmoja Mnigeria, ye kasimama anatufu anazunguka kwa Al-Kaaba, aambia ya Rabbi fulus, ya Rabbi fulus, ya Rabbi fulus, e Mwenyezi Mungu nipe pesa nitie mzigo mimi Mwenyezi Mungu. Mahujaji wanaambia haji, is'alillaha aljannata, muombe Mwenyezi Mungu pepo. Ya Rabbi fulus, ya Rabbi fulus, pesa. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni mujibu dawa, alimpa na kampa utajiri mkubwa. Lakini wewe hukatazwi kumwomba Mwenyezi Mungu chochote, lakini muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha wake na akupe pepo yenye neema. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum, qulu jami'a astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi wahda wa sadaqa wa ada wa nasara abada wa a'azza junda wa hazama al-ahzaba wahda, thumma salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Amma ba'du, ikhwata al-a'izza, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad, wa Allahumma anil khulafa'ir rashidin Abi Bakr as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa Uthman dhin-Nurayn wa Ali al-Murtada wa kafat ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat birahmatika ya aziz ya ghaffar ya dhal quwwati al matin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Wa aqimis salah inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Qumu ila salatikum yarhamukumullah wa aqimis salata li dhikrillahi 'azza wa jalla. Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta 'alayhim bimusaytir.